Watu wengi wamezoea kuona mahakama kama eneo la kusikiliza kesi za binadamu pekee, lakini wiki hii katika tukio ambalo limewashangaza wengi ulimwenguni, mahakama moja nchini Ufaransa imemhukumu paka aitwaye Remy kutokuruhusiwa kutoka nje ya makazi yake, hatua ambayo imezua gumzo. Tazama kwenye picha, ndiyo paka mwenyewe. Hakimu wa mahakama hiyo ametangaza adhabu isiyo ya kawaida dhidi ya Remy ambaye amejikuta akipigwa kifungo cha nyumbani kwa kusababisha usumbufu kwenye nyumba ya jirani. Kesi hiyo imejitokeza katika mji wa Agde, pwani ya kusini mwa Ufaransa, baada ya mgogoro kati ya majirani kugeuka suala la kitaifa. Paka Remy alishutumiwa kuacha alama za kucha kwenye ukuta uliopakwa rangi mpya, kukojoa kwenye blanketi na kuweka kinyesi kwenye bustani ya jirani huyo. Pia mahakama haijaishia hapo, ilitoa adhabu dhidi ya mmiliki wa paka huyo Dominique Valdez ambaye atatakiwa kulipa faini ya dola 1375, kiasi kinachozidi shilingi milioni 3 za Kitanzania. Hata hivyo, hatua ya kumwekea Remy kifungo cha kutotoka nje ndio imewasha moto wa mjadala mkali kati ya wale wanaotetea haki ya wamiliki wa nyumba kupata amani ya makazi yao na wale wanaoona uamuzi huo kuwa shambulio dhidi ya uhuru wa asili ya wanyama wanaopenda kutangatanga. Jirani aliyelalamika alidai kwamba paka Remy amegeuza bustani yake kuwa choo binafsi, lakini Dominique alisisitiza kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja, akisema kuna paka wengi wanaofanana katika eneo hilo. Licha ya utetezi huo, mahakama ilitoa adhabu kwa mtuhumiwa paka kwa kuzingatia sheria za ulinzi wa wanyama wa nyumbani, ikiongeza kwamba ikiwa Remy atatoroka siku zijazo, basi mmiliki wake atapigwa adhabu ya ziada ya dola 33 kwa kila kosa, sawa na kiasi kisichopungua shilingi za Kitanzania 80,000. Kesi hii imesababisha maswali mapana, wengi wakijiuliza, je, inawezekana kweli kumwadhibu mnyama kwa tabia ya kiasili? Kwa namna gani na wapi mmiliki anaweza kumzuia paka, kiumbe anajulikana kwa uhuru wake usiotabirika? Mike Kontakandi, Zaka TV.